Okay, baada ya hapo kitu kingine ambacho tunaenda kukiangalia ni tumesema ni hapa kwenye hizi indicator zetu. Hapa utakuja hapa kwenye hii indicator stochastic RSI. Ambapo kwenye stochastic RSI kama unavyoona kuna hapa mistari miwili, kuna huu wa blue na kuna huu wa orange. Huu mstari wa orange ambao unauona, huu una predict au unaonyesha mabadiliko ya coin ndani ya muda mrefu ujao. Ndani ya muda mfupi ujao. Wakati huu wa blue unaonyesha ndani ya muda mrefu ujao. Kwa yale mabadiliko ambayo yatatokea kwenye hii coin ya muda mrefu utaona kwa kutumia mstari wa blue, na yale ambayo yatatokea ndani ya muda mfupi utaona kwa mstari wa nini? Wa orange. Okay. Sasa hii hapa mistari ukiangalia hii mistari inatembea yote kwa pamoja. Kuna ambao unaweza ukakuta umetangulia zaidi ya mwenzake na mwingine uko kwa chini. Na kwa huku pembeni unaweza kuona kuna hizi hapa numbers. Lakini pia kuna hii hapa zone. Kuna hii hapa zone kama unaweza kuiona. Hii yenye dotted lines, hii zone, hii hapa, hii zone. Ni zone muhimu sana. Coin yote ambayo tunataka kuitrade, tunashauri kwamba uichukue kuingia nayo sokoni ikiwa iko ndani ya hii zone. Isiwe chini wala isiwe juu. Ikisha kuwa juu means itatoka. Ikisha kuwa huku chini means bado inajivuta, haijaingia kwenye zone ya kuweza kutembea kwa haraka. Coin ikiwa bado iko huku chini, yani ndo bado inajivuta huku chini kama hapa unavyoona. Ikiwa kwa huku chini bado inaendelea kustruggle ili iweze kupanda juu. Ila ukishaona imeingia kwenye hii zone ya hapa juu, ni rahisi kwenda juu zaidi. Haiwezi kurudi chini kwa wepesi, ila itaenda juu kwa wepesi. Ila ikiwa bado iko kwa huku chini, huku chini, yani bado haijapanda, iko huku chini, yani bado ina float huku chini, ni rahisi kwenda chini zaidi, inaweza ikapanda kidogo then ikarudi chini zaidi. Ikiwa bado iko kwenye hii zone ya hapa 0 mpaka kwenye 20. Ila ikishafika huku juu, ikishaingia hapa katikati ya 20 mpaka 80, it's a good zone. Yani ikiwa humu katikati unaweza ukaitrade vizuri na ukaenda nayo na ikapanda vizuri. Na ikishafika huku juu kabisa, ikishapita hapa kwenye 80, hatu-opt tena kuichukua kwa sababu at any time itashuka chini. Kama umeona hapa hii coin ilivyofika hapa kwenye hii peak ya 100, baadaye ikaanza kurudi chini. Though sometimes it can happen ikaendelea tena kwenda juu, lakini chance ya kushuka chini ni kubwa zaidi. Maana tunasema coin ikishafika huku juu inakuwa ni overbought. Kwa kama iko overbought, muda si muda itaanza kuwa sold, itakuwa oversold. Ikiwa oversold maana yake ndio inashuka nini? Inashuka chini. Kwa utakuja hapa kwenye stochastic RSI yako, utaangalia kwanza hii coin iko kwenye zone gani? Kama iko kwenye hii zone ya hapa katikati uta-opt kuichukua. Lakini pia utaangalia hii mistari yangu ya stochastic RSI inaenda wapi? Kama inaenda juu uta-opt kuichukua. Lakini kama mistari inashuka chini means hiyo huwezi kuichukua. Kwa hiyo kwa hapo utakuwa umemaliza kufanya analysis kwa kutumia stochastic RSI. Then unakuja kufanya analysis kwa kutumia hii hapa autofib. Ambayo hii hapa autofib utakwenda kujifunza kwa upana zaidi kwenye video inayofuata. Kwa sababu hatutrade kwa indicator moja tu. Huwa tunatumia different indicators kuweza kufanya analysis yetu ili tuweze kuingia sokoni. Hatuangalii tu indicator moja. Kwa mfano hapo unaweza ukatumia hii tu indicator moja. Wakati kumbe hii yani tukatumia labda tukasema huyu mtu amekuja amenalize kwa kutumia stochastic RSI aka-opt kuingia sokoni, lakini kumbe hii hapa autofib inafanyaje? Inakataa. Kwa unatakiwa pia utumie different indicators, hatutumii indicator moja. Fuatilia video inayofuata ili uweze kuelewa namna ya kutumia autofib kufanya analysis, na ni one of the good indicator ambayo itakuwezesha kuingia sokoni kwa muda sahihi na kuweza kupata faida nzuri.